Kwa majina anaitwa Dr. Nicholas Mawazo, ni mstahiki meya manispaa ya Kibaha. Leo tukio la leo nimekuja kuchukua na kurudisha fomu ya kuomba nafasi ya mwenyekiti wa ALAT Taifa. Uchaguzi huu utafanyika kesho kutwa kama Mwenyezi Mungu atajalia kama ilivyopangwa. ALAT ni chombo ambacho ni chombo kinachosimamia serikali za mitaa. Kwa maana hiyo chombo hiki ni muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Tulichojipanga nacho hasa kwa mimi mwenyewe ninapokuwa naomba nafasi hii ni kuhakikisha kwamba chombo hiki sasa kinakwenda kuisaidia serikali, kwenda kuisemea serikali kwa wananchi, kwa sababu sisi serikali za mitaa ndio tunaoletewa fedha za serikali na kuzitafsiri kuzipeleka kwa wananchi. Kwa mfano serikali inaleta bilioni 1, sisi serikali za mitaa tunapeleka hospitali. Serikali inaleta bilioni 2, sisi serikali za mitaa tunajenga mashule. Serikali inaleta bilioni 5, tunakwenda kutengeneza lami na barabara kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo sisi kama serikali za mitaa ni lazima mamlaka hii sasa, ambayo kama Mwenyezi Mungu atajalia nitachaguliwa kuwa mwenyekiti wake, tutakwenda kuisaidia serikali kusema mazuri ya serikali kwa wananchi, lakini pia kuwasemea wakurugenzi wetu, kwa sababu wanafanya kazi muda mwingi. Wakurugenzi wa halmashauri wanafanya kazi muda mwingi, usiku na mchana hawalali, wanahangaika na matatizo ya wananchi. Kwa hiyo tuwasemee, ikiwezekana serikali pia itambue uwepo wa hawa watu muhimu ambao ni injini kwetu sisi watu wa serikali za mitaa. Kwa hiyo waangaliwe kwa jicho la pekee sana. Halmashauri nyingi zina changamoto kama unavyojua, lakini chombo hiki cha ALAT kama nilivyosema kinakwenda kuunganisha wananchi pamoja na serikali yao. Kwa hiyo kina nafasi kubwa ya kwenda kuzungumza na wananchi, lakini pia kama sehemu ya serikali, maana ALAT ni chombo cha serikali, kiende pia kipeleke mazuri ya serikali kwa wananchi. Kwa ndio maana ninasema ni kiunganishi kizuri sana kwa wananchi. ALAT ya mwaka huu sasa ni ALAT yenye mafanikio, inakwenda kuwa ni ALAT yenye mabadiliko makubwa, inakwenda kuwa ALAT yenye kutafsiri sura na maendeleo ya nchi yao. Kwa hiyo wategemee mazuri kutoka kwangu kama mwenyekiti ninayeomba nafasi hii. Unawaambia nini wajumbe? Wajumbe, naomba mnipigie kura za ndio, unipe kura za ndio, waheshimiwa wenye viti wote wa halmashauri zote nchini, lakini pia wakurugenzi wote wa halmashauri zote nchini. Naomba mnitume nikafanye kazi hii ya kuwaunganisheni nyinyi pamoja na serikali. Mimi nimekuwa ni mzoefu sana katika nafasi za uongozi. Nimekuwa mwenyekiti wa makampuni mengi, nimekuwa mwenyekiti wa bodi nyingi, nimekuwa nikifanya shughuli za kisiasa kwa muda mrefu, nimekuwa ni mjumbe katika kamati nyeti za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo siwezi kushindwa kuwa mwenyekiti wa chombo hiki sasa.